kutia saini kwa haraka sheria mpya kuhusu udhibiti wa mitandao juma lililopita, akisema ililenga kuimarisha usalama mitandaoni na wala sio kuwanyamazisha Wakenya wanaotumia mitandao. Akizungumza katika kaunti ya Laikipia, Rais Ruto amesisitiza kuwa katika siku za hivi karibuni vijana wengi wameathirika na ukatili mitandaoni, huku baadhi yao wakijiunga na makundi ya kihalifu. James Mwangi anaarifu. Siku moja tu baada ya Mahakama Kuu kusitisha utekelezaji wa sheria ya kudhibiti matumizi ya mitandao iliyoidhinishwa na Rais William Ruto hivi majuzi. How are you? Morning. Rais Ruto amejitokeza na kutetea hatua yake, akisema ni moja kati ya mbinu zinazochukuliwa na serikali yake kuhakikisha kuna usalama wa kutosha mitandaoni. Maneno ya religious extremism, ile ambayo inatuletea hasara kama ile tulipata kule Shakahola, lazima tuzuie. Mambo ya vijana wetu wanaangaishwa, they are being terrorized kule kwa social media. Akizungumza akiwa eneo la Thome, kaunti ya Laikipia, alipohudhuria ibada kwa ajili ya marehemu mzee Weston Kirocho, babake Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja, Rais Ruto ameorodhesha baadhi ya madhara ya ukatili mitandaoni, ikiwa ni pamoja na kuwashawishi vijana kujiunga na vikundi vya kigaidi na dini potovu, huku akisema baadhi ya vijana wamejitoa uhai baada ya kuhangaishwa mitandaoni. Watu wanaendesha hiyo biashara ya kuumiza vijana wetu, mpaka unakuta vijana wengi wana commit suicide kwa sababu ya terrorism ile iko huko ndani ya mitandao. Lazima tuwazuie hawa watu. Vile vile wale wanatumia mitandao kuendesha ugaidi. Amewakosoa wanaopinga kuidhinishwa kwa sheria hiyo, hasa wanaodai kuwa iliharakishwa na eti kwamba inanuia kuwazima Wakenya, akibaini kuwa sheria hiyo ilikuwepo na imeendelea kufanyiwa marekebisho tangu mwaka wa 2024, akiwataka kutosambaza taarifa zisizo za kweli kuhusu utendakazi wa serikali. Na tuseme ukweli, najua kuna watu wanatafuta kuchafua Kenya kwa mbinu zote. Rais alisign hii sheria, ilikuweko. Amendment ilianza 2024. Haya yanajia baada ya Mahakama Kuu kutoa amri za muda kuzuia utekelezaji wa sheria hiyo hadi pale kesi iliyowasilishwa mahakamani itakaposikizwa na kuamuliwa. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah akikosoa hatua ya mahakama na kuwalaumu wanaosambaza taarifa zisizo za kweli kuhusu sheria hiyo. Today, another judge of the High Court has been misled by that culture of misinformation and disinformation to suspend provisions of a bill that is fake on social media. James Mwangi, Undugu TV.